Wakati inakuya ndio ya kusumulia sauti ya neno. Hii sauti ya Mungu hii tunafika ndio parti yenyewe hii kumwelekea. Unawezi kuimba, unawezi kuomba, na vyote vitapita. Na sauti ya Mungu ndio ipale ndani, ndio pale itabaki. Msomaji atusomee Exode chapitre 13 verset 17. Kutoka Exode chapitre 13 verset 17. Wanaendelea kufika bahari nyekundu, ni kichwa cha andiko. Haleluya! Hatuna kule, shuka mwalimu hapi. 17. Na ilikuwa wakati Farao aliporuhusu watu waende zao. Haleluya! Farao, mfalme Farao anaachilia watoto wa Israeli ndio wafanye nini? Batoke. Kule wanaenda wapi? Na ilikuwa wakati Farao aliporuhusu watu waende zao, Mungu akuongoza kwa njia ya nchi ya Wafilistini. Haleluya! Wakati mfalme Farao anaachilia watoto wa Israeli ndio batoke bende. Na Mungu asikupatia ndio waende njia ya nini? Ndio bende njia ya Wafilistini. Mungu anaangalia kama tena njia ya Wafilistini, basi Wafilistini wanekana na vita ya kukombana. Na Mungu asikupatia pale. Alipokataza ndio kwanza ile njia kwa sababu ni njia mfupi sana. Anasema nini mwalimu? Anasema hivi, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Misri ya Wafilistini hata ikiwa karibu. Maana Mungu akasema watu wasijute wakati wanapoona vita. Haleluya! Wakati watoto wa Israeli pale matenda njia ya Wafilistini, Mungu karibu njia kurudia Misri. Ndio Mungu na maana pale anaangalia kusema pana. Siwezi kuachilia watoto wa Israeli pasi wanatoka Misri. Mtu kama anatoka Misri, hasiwezi tena kwenda kurudi. Ndio susi yenyewe ilikuwa ya Mungu. Wakati Farao alibere tu watoto wa Israeli mu Egypt. Mungu anaangalia vile watoto wa Israeli wao wanateseka mu Egypt. Hawipasi kupatia njia ya Wafilistini, pasi Wafilistini walegana na vita sana. Wako na nguvu sana. Wakati mtu wewe unatoka Misri, asikana na nguvu. Ifo kumwangalia faso, ifo kumwangalia yenyewe barabara ya kweli barabara gani? Shuka mwalimu. Ndio. Mungu akasema watu wasijue wakati wanapoona vita na kurudi kwa Misri. Haleluya! Basi kama alibatilia njia kwenda njia ya Misri, Mungu karibu njia warudie Misri. Wakati wanatoka Misri, watagombana na watoto wa Filistini. Basi kama Filistini walegana na vita ni vita ya mingi. Na mtu yule anatoka pale ujinga huko anatoka Misri, habipashi kwenda njia ya Filistini. Basi kwa Filistini pakaribu kumbele kwa kubeba kupanda njia ya kugombanisha watu. Na wewe nguvu hauna nayo. Unajua Mungu anaangalia hivi wakingana na mchongo ya makazi hivi wanatoa nayo mbalimbali. Habipashi kubatila ndio bene ile njia, paske wataangalia mateso ili watarudia paka. Mewe debu bali kutosha Misri, mewe kuna pende pa kukatirishia kanjia kabo ka kifupi. Haleluya. Ndio bwana wanataza ule mtu wote unatoka Misri. Paske njia ya Wafilistini ya ni mfupi. Mungu alibatia kanjia bene njia ya desert. Paske ile njia ya desert mtu anatazama mateso yote. Basi kama unafika kule, fakuruje basi ile njia hii kuburefu ndio ya kurudia wapi? Misri. Hatuna kule mwalimu, hili kwa ni kingiri. Merci. Utusomee Genèse chapitre 18. Verset 1 jusqu'à 13. Verset yangu hii mrefu kama unalala au utapata kitu hata kimoja. Haleluya. Nous lisons un peu en français. Nous lisons Genèse chapitre 18, le premier verset. Là, en fait, nous n'avons pas besoin, nous lisons directement le verset 1. Okay. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamré. Alléluia.
Mungu anaonekana mumuti ya mura ilikuwa ni muti gani? Ni muti wangu nene. Mesha kwanza kibiatanga kusema Mungu ataonekana mumuti. Meleo Mungu anaparete directement mumuti. Mais asikuliwa kusema Mungu anaweza kuparete. Asikuliwa hata huyu ni Mungu. Mais anaangalia tu directement Mungu anaparete mumuti. Kuna angalia ni miracle gani Mungu anaona siku journée ya leo. Mais tu vois déjà Mungu anaparete mumuti. Shuka mwalimu. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, eh ben, pendant la chaleur du jour, Alléluia. Wakati alikuwa kuikala kumkingilio chako cha hema. Njoo pale mtu ifo kuikala pa mlango, maana kuikala mnyumba. Wakati kukingilio cha hema njoo pale anaangalia Mungu anafanya nini? Anafanya kirumuchi. Merci Dieu ni mission gani ile? Ule mtu alikuwa naye. Shuka mwalimu. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Alléluia. Wakati alinyanyua macho yake yulu, anaanza kusema pana. Watu wanapata ni bantu gani? Ameanza. Ni mawazo yanaanza kwa kumwona kusema ni mtu mmoja anaangalia ni bantu watua. Kwa sababu ndiatande. Mtu akikutoreka tu mpaka umuchi, si utakimia na mbi. Mtu tu. Wewe hakujua kusema eske réellement niwezi tu kupata tu mpaka hivi mlango iko hapa. Mais mtu atokee paka wa. Si utakimia na wako kauka atakauka kama una na force pale ya kusimama. Utakauka. Ya mbona marasimamaka. Anaangalia kusema hivyo hakikisha ya kusema huyu mtu ni nani anatokea umuchi. Shuka mwalimu. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis l'entrée de Satan. Alléluia. Wakati anaona wale vijana vitatu vilikuwa vya kusimama kwenye mumuchi. Hakuna kusimamia pale. Anaanza ni mbio. Mewe wakati wiko naona bageni, wewe sura ni ya kufunga. Meolia kama unaona bageni tu, unakuja kususia kuona bageni, akumwa kwa mlango. Amen. Kama wiko mnyumba, mgeni hutamuona siku hata hii. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Alléluia. Wakati anaona hivi vijana vitatu. Hakuwa ni wakati mjua, alikuwa usiku. Basi mgeni asitokelea kama mtu usiku. Ni wakati pale yuko buyua, ndio mgeni atafanya nini? Atakutokelea. Amplisi fungua wapi? Kutingilia cha mlango yako. Hapana kuikala mnyumba ndio mgeni atafanya nini? Hautabaonaka ndio hata yeye kusema eti mwenye nyumba yuko pale. Sisi. Nifuba angalia mwenye nyumba yuko wapi kwa mlango? Mekaba anakupata mnyumba. Mgeni na yenyewe kila ile importance alikuwa nayo. Atapita nayo. Amen. Maifuba kwa wapi? Kwa mlango. Dema yetu ya leo tunasumbulia en enfant de la promesse. Amen. Un enfant de la promesse. Parce que wakati wale watu wako na kuyo. Watakuwa na mission fulani petete ya kwa kitu fulani. Kile wewe ujue. Mkufugelea kwa bageni, na wewe utapata ile promesse. Alléluia. Amen. Shuka mwalimu. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie. Alléluia. Anasema Mungu, kama napata neema machoni yako, usinipite mbele ya mtumishi wako. Karibia. Abraham anavumbula kusema effectivement réellement, kumbe abantu kumbe ni Mungu. Comment ça fait-il abantu est-ce que wanaweza kunipita jamais? Mungu kama mimi napita neema yako. Mais il faut wala watu wafanye nini? Wasinipite mtumishi wako njoo hapa. Haleluya. Amen. Na wewe unatileka wageni wakati wewe unakuja. Na wewe faso ya kufanya nini? Ya kudirishia wale wageni. Mgeni kama anakuja, hivyo muangalie faso ya kumproteger. Na huyo hata faso ya kufanya nini? Ya kupokelea mgeni. Mgeni unakuja depuis ulikana mkiti chako. Mgeni depuis alikuja. Na wewe ni mission fulani ile anakuwa nayo mgeni ya kukosea pete baraka, ya kukosea pete vitu vingi unatengeneza kwa mbele yako.
Hata labda ule mgeni façon hiyo utampokelea. Mais mtu mwingine asiwe façon ya kupokelea bageni. Il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, n'efface point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Haleluya. Kama mimi napata neema matone yako Mungu wangu. Abraham anaomba anaangalia, Mungu wangu. Usipite mbali ya mtumishi wako. Parce que hii kazi niko nayo, usinipite. Shuka mwalimu. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Haleluya. Amen. Sisi ya kwanza wanayo nani? Objective ya Abraham. Ya kusema wakati kama baba watu kama wananipita. Mimi gulo na maji. Mais il faut maji. Ya kwa nini? Ya gulo uta bageni kumiguu. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Haleluya. Abraham anaenda mbio mbio. Wikale anibakaribisha karibuni bageni. Bageni wote karibuni. Niende nikafanya nini? Nikabeba maji ya kuniawisha kwa miguu. Basi ngumi mimi na barabara. Ifanye nifanye nini? Ninawisha maji hii ngumi afanye nini? Ishe. Haleluya. Akasema yaletwe sasa maji kidogo. Akasema yaletwe sasa maji kidogo. Munawe miguu, mpumzike chini ya mti. Haleluya. Amen. Na angalia kusema Nifoni kwa nini? Nika unawisha mtibado maji kidogo ya kunawesha wapi? Kumiguu. Anawakaribisha mkwe hapa pamuchi. Sisi balikuwa pieni. Na sikujua wenyewe baba watu vile walikuwa. Sikujua. Malaika yao bajita. Na il faut comprendre. Malaika yako pieni. Mais malaika yako na mfumo. Mais malaika yako na buchafu. Amina. Abraham anaangalia kusema, ifanye kubeba maji ya kufanya nini? Ya kunawesha kumiguu. C'est impossible. Impossible. Est-ce que vous comprenez? Malaika na mvumbi hata wewe wanasema. Mungu eko natoke. Sasa malaika anatokelea mumuchi. Mimi asikujua mimi andi directement na pale. Mungu usinipite njoo mimi napata hapa malaika. Mimi malaika anafanya nini? Eko na mvumbi kwa miguu. Na ifo kubeba maji, yafanya nini? Yako naosha malaika. Sisi. Malaika je, badala yako na kazi yafanya nini? Yako mbele huko mtu mbele. Yeye kuna kazi yafanya nini? Yako mbele malaika. Haleluya. Amen. Ifo kukaa na maji. En plus, uko na maji. Mepaya pale kiingilio chako, pakwe muchi. Ya pale mageni mafanya nini? Ya kuikalia. Sisi. Parce que objectif ya Abraham ni ya kusema, hakuna na misi ya pale mageni wote. Bado kana mutinya muchi sura mbrazi. Amina. Na mgeni anakuya, kumpango kuku wacha hakuna miti. Atakimbia. Mgeni yako nakuya. Hebu unapata kumpanga. Una maji ya kupatia mgeni. Maji itatokea wapi? Debu alikuwa ana kiu. Anatafuta maji haina hapo. Fasi ya kuikala haina hapo. Huyu mgeni atakuwa na opportunity ya kupita ile nje. Si hii fasi haina fasi ya kuikala. C'est parce que maji haina hapo. Sasa fasi ya kuikalia ni pas désert. Effectivement, peko yu iko nachoma mtu. Sisi. Mais il faut mtu kwa na objectif ya Abraham. Ya kusema na mambo sipite. Il faut pas que kala kwa wapi? Patini ya mti ni wapatie mai. Chunga mwalimu. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain. Quoi? Voilà, je m'excuse. J'irai prendre un morceau de pain pour vous fortifier votre cœur. Alléluia. Anamwambia karibuni parce que safari ile mnatembea hii mrefu. Hauna nafasi ya kunipita. Parce que ni mtumishi. Maji yo hii. Mti yo hii. Wikale hapo nini kutafuta chakula ni kipande cha mkate. Nije kufortifia mioyoni yenu jipumzike. Haleluya. Ndipo kwani kutafutia nani mgeni? Mpatie kipande mkate, ndio afanye mgeni afanye nini? Moyoni apumzishe. Parce que njala ile kuna malaika anaangalia na njala. Unakula hapa dunia nakula. Haleluya. Wakati anaona wale malaika anaangalia kusema hapana mwikaria. Malaika nakula. Mpatie chakula, mfanye nini? Mpumzike. Kisha niwaambia nini? J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Haleluya. Amen. Wakati nilipatia chakula,
Ndio pale mtamamotana safari yenu kwa nini muendeleze safari yenu? Basi hampasi kupita mtumishi asante mimi mtumishi niko hapa. Mungu nipite mpaka hivi Mungu hivi mimi napata machoni mbele yako Mungu wangu Mungu wangu. Hapa jeni ni wewe unanitumia hapo. Amen. Hivyo ni nini? Mpate chakula, mpumzike pa hii mchi pasua mbraji. Basi safari hii mnatembea, iko mrefu. Sisi. Hamwezi tu kupita kumbele ya mtumishi mpaka hivi. Niko na chakula cha kunisaidia, niko na maji, niko na nafasi ya wewe kupumzika hapa. Basi yule ninichoma barabara mzima. Mvumbi mnakuwa nayo barabara mzima. Jasho mko nayo barabara mzima. Amina. Haleluya. Hivyo aenda na kupatia chakula, wafanya nini? Bakule. Shuka mwalimu. Ndio. Nami nitatoa chakula kidogo, muburudishe mioyo yenu. Halafu nyuma mutapita. Haleluya. Mimi nani ningeweza kuja chakula? Ndio mwikala hapo ya kusema mpatie ndio nipatie mafasi hivi na vumbi. Hamwezi kupita na hii vumbi hapana, njala wiko na mwana na kumbetu wiko njala sana. Anangara wiko njala, hivyo nipatie chakula. Basi hii chakula nitapatia, mtashibia ni aparti hapa ndio kwa nini? Mwende safari yenu kwa nini? Mwende. Maana hii gani mtika? Shuka mwalimu. Kwa sababu mulikuja kwa mtumishi wenu wakasema fanya sawa sawa ulivyosema. Haleluya. Pole malaika ndiye alitumia kusema effective man hada angalia niko na mvumbi. Malaika ndiye alitumia niko na mvumbi. Ishi kwa nafasi ya kuikala. Mai wananipatia. Chakula wananipeleka hata kusema baba peka chakula. Mimi kuja Mungu tulitoka. Tulikuwa na njala. Hakuwa mtu akutupatia maji. Hakuwa mtu akutupatia maji ya kunawisha. Hakuwa nafasi ya kuikala. Mungu mtu anasema fanya paka vile unasema papa. Tu kufaka hapa. Usika. Haleluya. Hatutapita. Vile wewe unataka fanya paka hivi tunasema. Sawa sawa. Chunga mwalimu. Ndio. Abrahamu akakwenda mbio hemani mwa Sara. Akasema tayarisha vipimo vitatu vya unga mzuri. Haleluya. Jombo na baba anakimbia mbio. Mimi sina mwipe, sina mimi mwenyewe. Niko na mke wangu. Basi huyu mke wangu kazi yake ni kufanya nini? Ni ya kupima vipimo. Mbona kwa Abraham? Haleluya. Kazi ya Abraham ya kusema, "Wewe mke wangu, hivyo alipimie vipimo vitatu ya kufanya nini? Ya kutarisha ndio yenyewe ni kati ya kufanya nini? Ya kupatia wageni." Na wewe munyumba, kipimo kile cha kupimia watu bunga hauna nayo. Shuka mwalimu. Abrahamu akakwenda mbio hemani mwa Sara. Akasema tayarisha mbio vipande vitatu vya unga mzuri, ukande na ufanye mikate. Haleluya. Abrahamu anaambia mke wake kusema fanya haraka basi kama baadaye beko na njala. Mwizo beko anaonekana na njala. Pima tu bisa. Usipitishe habitatu. Vikata hapana. B5 hapana. B6 hapana. Bingapi? Vitatu. Basi hivi vitatu ndio vinaelewana. Ndio kufanya nini pale utafanya chakula? Basi jibizi hapa. Kwa kweli na njirasi ya kutembea. Basi mtu mwingine unaweza kumpatia chakula, meanikalia paka pale. Maisha patani yenyewe safari ya kufanya nini? Ya kuendelea shughuli yenyewe kule kunaenda. Ifaa kumpatia chakula. Kiku na essence. Kikwe na kalikini. Hana tu kupatia mtu chakula, na kila mpitia kilo. Basi katashinda kwa sababu fanya nini? Ya kuendelea hii safari yake. Na mtu mwingine, hebu napatia mwingine akisema hapana hivi mimi naona ndio ni mwingine anakuja. Ifaa nipatie paka ajibirilie paka. Atapaki. Haleluya. Basi huyu mgeni asitakuwa na nguvu ya kulamuka. Ifaa kumpatia chakula, kiku na kilo ya kuendelea. Apate nguvu ya kufanya nini? Ya kutembea. Unaweza kumpatia mtu ule chakula vinauanaka. Chakula vinauanaka. Unaweza kumpatia mgeni chakula kama kinampitia kilo kitamua. Wewe. Ifaa kupatia mgeni chakula kile kiku nani? Ya kumuendelea. Ndio apate nguvu ya kufanya nini? Ya kutembea. Wakati pale atapata kile chakula cha kumwendelea, atafanya nini? Atatembea. Shuka mwalimu. Abrahamu akakimbia kwa kundi kumutayarishia.
Akatwaa ndama teketeke na mzuri, akamupa mtumishi, naye alifanya mbio kumtayarishia. Haleluya! Mke wake kafanya mbio pia, vile Abrahamu alisema wewe amwana na babibi. Sasa kama mgeni anakuya, utaacha mgeni ndio uende ukaprepare bageni, batawacha wao wenyewe bibi hauna. C'est tout à fait compliqué. Mama célibataire il faut kufanya nini? Baanze kuoa. Parce que wakati kama utapata mgeni, il faut ule mgeni wewe uanze kumsumbulisha. Naona sasa kumsumbulisha mgeni, wewe unaacha mgeni, wewe unaenda mbele kukuipika. C'est tout à fait très compliqué. Na ipo kwa na bibi. Wewe ule bibi je, kuna kazi ya kukusaidia ndio yafanya nini? Ya kupika kile chakula, wewe utabeba chakula, wewe ukapatia wana bageni. Ndio. Mais zamani ndio virugu yako. Mais leo tu unaona bwana ndio wakubeba chakula akapatia bageni, mke kuna beba directement chakula anakuwa anapeleka pa meza. Abikana hivi, zamani abikuwa hivi. Zamani abikuwa hivi. Mais leo tu unaona mke ndio anaanza kubeba chakula, yeye anakuwa mpresenter bageni pa meza. Na ndio bwana ndio akupatia order. Parce que bwana anaonekana na order. Bibi afanya nini? Atimizi kile bwana anasema. Mimi nasema pima vipimo vitatu. Ndio hawa kwa nini bakule. Na wewe leo kwa kupatia mtu order, unaacha order wewe unaenda mkuipika, wewe unaacha mageni bego kuikana. Mageni batapita pita bataangalia huyu mtu ashike faso ya kutupokelea. Célibataire. A partir ya leo faut célibataire utafanya nini na wewe? Il faut célibataire utafanya nini? Aowe. Parce que wakati kama uko na bibi, utaanza kurecevoir bageni. Wakati utarecevoir bageni, utakuwa na opportunity ya kupatia ule mgeni maji. Utakuwa na opportunity ya kupatia ule mgeni chakula. Utakuwa na miti ya kufanya nini ya kukaribisha wale bageni. Mekwako kwa mkunyu kwa célibataire. Ukifika hata kwa hakuna hata yenye mti ya kuikana na nje bageni. Amen. Mti yenye ya kuikana bageni haina. Kama jifete ule mgeni atekana je? Na hiyo. Shuka mwalimu. Ndio. Akatoa siagi na maziwa na ndama aliyotayarisha, akaiweka mbele yao. Akasimama pamoja nao chini ya muti, wakakula. Haleluya! Akaangalia maziwa. Alikuwa na maji, alikuwa na maziwa, anabeba mikate, alikuwa anafasha kupatia ile chakula. Yeye mwenyewe ndio anaenda mkubeba ile chakula nani? Mke wake anafanya nini? Anaprepare ndio afanye nini? Akapresenter bageni. Anabeba kile chakula ndio kupresenter nani? Bageni. Bageni anakuona kwa presence ya mke shika hata moja. Na wewe ukupale ya kuikana kupresenter ya kusema tuko les enfants de la promesse. Mais ile promesse yao itatimiza je? Wakati wewe uko na presenter mke mbele, wewe mke wewe wanaume fanya nini? Ulipresenter kwa mbele. Tuko watoto wa promesse. Mungu ashakutulaka. Sisi tutakuwa watoto wa Mungu. Sisi tuko watoto wa Mungu. Sisi tuko watoto wa fulani. Na mtoto wa fulani asina sana meziri ya kupimia mtu kipimo ndio fulani ya kumpresenter chakula. Hakuna kitu ya kusema ni mtoto wa promesse. Sisi watoto wa Mungu. Sisi tushagawaka. Sisi tushafanyaka hivi. Mezira una nayo. Ya vipimo. Watu wana na njala hivi manyumba ya bantu sana. Basi mgeni atawezi kutoka, meona chakula. Na mtu olia upatie mbele mgeni maji, meona presenter ya kumpatia chakula précisément. Présentement unampatia chakula, meampatia maji. Na wewe kusema huyu mtu kuna mvumbi kwa miguu. Nifaa kumpatia mbele maji. Kama mvumbi inapomputa, anatosha ile jasho alikuwa nayo. Ndio unaenda unaangalia chakula kwa nini? Ya kukabona ule mgeni. Wewe uko na sote metapo. Ile promesse utaipata je? Wakati uko unapokea mgeni mbaya, na yenye promesse watarudia nayo. Sisi. Parce qu'il faut avoir la façon ya kupokelea mgeni. Njoo mchili kile banakuwa nacho, ukipate. Na mtu ndipo aliingia. Na bageni wale kupokea bageni akeka na mumuti. Yeye kunyeka na bageni munyumba. Mgeni ataregrete. Turupashi kuona kusema huyu mtu atutakarisha mumuti. Na yenyewe kumucha haina nao. Fasi ya kuikarisha bantu hapana. Na yeye kuna bego bageni yeye kubengesha munyumba directement. Mgeni achikuye ndani. Mgeni achikuye ndani. Batayana na munyumba, ukupata shida na yenyewe fasi ya kulala. Bageni kama anapita wingi. Utaanza kukimbia mbio, juu nyumba itakuwa mpe kiroko.
Hivyo kutokana na hapa tena nje njoo fanya nini? Njoo wapate ile ample, wapate nani? Ile chaleri ile, wapate nani? Wapate fashi ya kufanya na kupumzika. Ndio nyumba kwa kujifukuti foko kutokana na muinje. Paske mwile mutinya muti mwile bageni, batatu kutimbira njoo pale. Naweka waona na muti. Lakini wote Zanzibar anafika hivi. Mwangalie mbele hii muti. Mimi naweza kutoka kule mimi na kwa kutembea kwa hii muti. Hii muti dabor kama nikifika hapa nitapata umvaraji. Hii muti nikifika hapa nitapata konsei. Ngwili muti ikifika hapa, cheki solution inatoka kwa hii muti. Naona mtu akibeba kwa ile muti, na anaangalia kwa majani yeye ya cheki ya kujibiria kwenye muti ndio apate nani umvaraji. Batu wakifike ni kupita pita. Utekana je kwa hii muti haina ko. Me mtu anaonekana wewe kuna miti mpango me ninye miti haina. Afasi pasho amburaji. Hata pale tunaanza kutuku naenda masafari mwa mrefu. Tunaanza kuikalia ni mutinya miti. Hautekana na hili safari mrefu unatembea na tega unakuwa na kuchoka. Vua angalia pafasi pale peke pengo baridi. Mewe pafasi penye pa kuleta baridi haina ko. Shuka mwalimu. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans sa tente. Alléluia. Amen. Buzuri kwa kubukelea wageni, paska anaangalia kusema, anawapatia chakula, anawapatia vyote. Seke, mgeni kama unapanda kunguru segea ya mgeni, umpokelee mzuri. Na kama wifu sasa umpokelea mgeni, hautapataka hili promise chiko hata hii. Hata moja. Hivyo ukuye na kosa ya kupokelea wageni. Basi wakati wewe unapatia mgeni chakula, mgeni anapata fashi ya kuikala, mgeni anapata vitu vyote mazake, anatafuta hiyo unataka, anapata solution pake, atakula kitu fulani. Choka mwalimu. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voilà, et voici Sarah, ta femme. Ouais. Alléluia. Amen. Wewe wakati unatupatia chakula. Hantuka, wewe muntu tereza Kenya. Unatupatia chakula. Maji unatufanya utenawisha. Utenawisha mai. Tunanawa mai. Tunaangalia vumbi tulikuwa nayo. Inatoka. Njala hii tunakuwa nayo. Inaisha. Fashi ya kuikala tunapata pako. Memu hii wakati tunafika. Chunga na kusema tutarudia kwaka. Sisi. Paske unayua kupokelea bageni. Nyumba ya show kupokelea bageni ni ya kulaniwa. Amen. Na wewe kama unapokea bageni wa kila wakati, utaanza kuona bageni pia bataanza kurudia kwako. Na wakati ule mgeni atarudi. Utakwaje? Ashakuzana. Wakati mgeni atarudi. Siku ile mgeni atarudi yaka. Anakulaka ya kusema vile unanipokelea paske vyote wewe kunavyo. Na mtu mwingine mubili vitu asina navyo. Paske Abraham alikuwa na vivuko vya makondo. Aliwapatia tena na mkondo. Anaangalia hapana. Ifo ni chakula tu paka mkondo moja na chakula na maziwa. Ni mtu kama una prepare tu chakula hata hii atakuishia doto ya mkini. Mtu tu kama anakula tu bien. Secret yote ataanza kuambia. Unaona shi bashege fulani. Unaona shi kubuloji. Unaona ule amuta mkuriaka hata. Paske yeye kazi yake inafanya nini? Ni ya kutupokelea mzuri. Amen. Mewe kama una kazi ya kupokelea bageni. Hautapata solution sio hata moja. Ifo kujua fasaha ya kupokelea bageni. Kama uko unapokelea mgeni mzuri, uko unampatia chakula, uko na nafasi yeye ya kuikarisha mgeni. Mekoma kuma nafasi nyingine. Wakati bageni nafasi ya kuikala. Mwangalie tu nafasi ile tuko. Mwingine ndiye asina nafasi ya kuikala. Mwingine anaweza kutibia kusema niende kwa mama fulani. Niende kwa papa fulani. Kwa papa fulani ni moto moto. Yeye akifika kule, ule ya kumpatia mkondo, wewe unatosha simba, unamkabula ule siku utasimama. Anakimbia. Ha? Ule ya kupatia mtu mkondo, wewe unaleta simba. Unaleta pangole. Unaleta wewe kwako ni baimbo ushakuvuka. Ha? Wewe kwako ni bamamba. Wewe kwako ushakuvuka paka vile vitu vya makali makali. Wale bwana tusikie patakuwa na opportunity ya kutembea kwako je? Amen. Hivyo wote wale mtu yuko na maji.
Basi pale mgeni unakimbilia kwako. Hebu na sisi kule na kusema, hivyo ni kupata solution kwa ule mtu kwa sababu kwake kwa mbraji. Kwa mtu mwingine hasa kuvuka ni vitu vya makali. Mgeni anakimbilia kwako analizuvia mchinya mchi wiku simu. Esi kuna mtu atakufia kwa. Mwingine ndio kuvuka bankondo, bampanya wewe kumundi. Bankuku. Vivuka vyote vile bankuku, bambata, bampushi. Mtu asha kuvuka vile vitu vyote. Basi ule mgeni atapata chakula. Il faut voir de la manière ya kuikarisha bageni. Basi mgeni pale wakati atakuya, basi atakuya na kitu fulani zitarudi wakati unanipokelea mzuri. Mimi kama upokelea mgeni ule mzuri, asitarudianga shekwa hata moya. Kumbuka. Mgeni atakwambia kumbuka. Basi mgeni hata kukumbukaka. Effectivement ule mtu ananipokelea. Wakati ile atakukumbuka utakuwa je? Wakati ule mtu atarudiaka. Atakupata je? Atakupata na basimba. Wewe atakupata poshaka kala wa kuyara na yenye maji. Wewe pale ule mtu pale atarudia. Ule mgeni pale atarudia. Wewe utazaa nini? Utakuwa na nini? Yako mifuko ni nini? Esi kutakuwa na bankondo. Sasa mtu unaangalia. Sasa kupokelea bageni, hatuna nayo ndio pale unaona kanisa hili kidogo. Basi katudie fasa kwa nini? Ya kwanza kupokelea bageni. Wakati unapokelea mgeni, utaona bado bageni wote. Utakuwa na ombraji. Basi pako patakuwa reference ya kusema, "Ba hii mtu ndio pa kumvuzikia." Ndio pa kuikala. Basi nikienda kwa ile mtu itapata solution. Nikienda kwa ile mtu nitapata ombraji. Na muhile mtu hakuna fashi ya kuikaria. Mgeni anaangalia hiyo. Safari hii mimi natembea mrefu. Mimi unaangalia mwenyewe mafashi mamigini yote. Miti haina hamu. Mebantu kwa sababu na wale sababu kwa sababu kana mmapanga kuna nini? Hakuna miti. Mgeni anateswa sana na yua na jasho kwa kumpatia maji asina hapo. Na Abrahamu naye anaangalia pana, mimi niko na maji. Yangu naosha wewe mgeni huru unakuya. Paske ngumi ile unakuona kwa miguu, ndio ifanye nini? Ishe. Amen. Shuka mwalimu. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Il était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Alléluia! Sarah leo anapotaka mimba na Sarah mtoto ni kumzee. Wakati ukingali kijana hautazalaka. Paske mtu mzee kama eku na mkombo yake. Seke yeye. Susi yote hapa dunia kisha kumwishi. Sasa mshakuona mtu wa 100 ans. Yeye kunaenda kusema ifo ni tamani vitu hapa dunia. Yeye anaanza kuchungu lake ni kufa tu. Mtu mzee. Papa mtu mzee anaweza kuwa na envie tena. Ah? Mtu tu mzee. Est-ce anaweza kuwa na envie? Mtu wetu tu mzee anaanza kutembea hivi. Ule mtu wa vile. Ukimsukumu yeye wake. Ukimbeba pale pote utampeleka. Sasa ni kule kwa tu wewe utampeleka tu kuna tanzo kukwenda. Kwa sababu yeye hasina tena na envie. Hasina nafasi ya kutembea tena. Yeye wake ni kufanya nini? Ni kujirikalia. Na anaangalia ule mtu. Fasa yeye anapogelea mgeni anamulaka ya kusema utazaa mtoto. Ah. Mzee anaanza kuregelekea. Mimi za mtoto mzee. Depuis milikala shazalaka mtoto. Depuis milikala mimi naomba Mungu wangu unipe mtoto. Mungu wangu unipe mtoto. Mtoto ashira nako. Mungu wangu unipe buzazi abona yako. Mimi yangu kwa mzee huyu mtu hapa nitokea kusema ndio mimi nampokelea mzuri. Ala. Mimi nizale huyu mtu. C'est possible. Ah. Ndio ya chakula. Mais anapata promesse. Elle rit en elle-même en disant oh Alléluia. Sara na regrette. Anaangalia depuis bila zalikuwa kasi ya kutaka mtoto. Mais journée ya leo ndio tunapogelea wageni. Elle rit oh à mon avis ici. Comment pourrais-je encore avoir le désir? Ah les anges. Alléluia. Sara na regrette anaangalia anaanza kucheka. Na hii cheko anacheko yote. Unaangalia cheko nyingine maana cheko yote. Na mtu mwingine anacheka vitu vingine vya sijue. Sara anaanza kucheka. Anaanza kuregrete. Depuis mizari kwaka. Shapataka mtoto.
Mimi napata juu ya kupokelea bageni. Juu tunanipresentia chakula. Tunanipatia mkate, maziwa tuko nayo, maji tuko nayo, fasi ya kuikala tuko nayo. Na juu ya chakula, huyu mtu anataka kusema tazama mtoto kumuzee. En tout cas c'est impossible. Mtu mwingine anamwambia utakusema kweli, wewe utakuwa mtu fulani mtu ule anaanza kuregrete. Mimi sina imani ya kusema niko na Mungu mzima. Mtu mwingine anasema na kapasiti ya kusema niko na imani. Basi imani ndio inapolisha vitu vyote. Mesara anaanza kuregrete na anacheka. Na wenyewe Mungu anamulaka anaanza kuregrete na yeye. Kama ni fete huyu mtu niko namwambia kusema utazaa mtoto anaanza kucheka. Hautaonaka jana kuna sana mtoto. Mungu wakati Abraham alipomwambia kusema mtoto bibi yake atafanya nini? Atazaa mtoto. Alikuwa deja vieux. Wewe unaona watu wengine wakingali jana mimi kuna sana. Biblia inasema vipi? Aliambia Biblia inasema Abrahamu alikuwa pana anakuwa mzee. Ndio anafanya nini? Ndio anazaa mtoto. Zamani akugwe bajeni hivi, anazareka mpaka leo anaoa na bibi. Anaikana naye na kunyumba, directement anaanza kuzaa na watoto. C'est impossible. Zamani alikuwa hivi. Papa. Zamani ni mtu kama anazeka. Kama anaanza kutafuta njia ya kuzala. Basi zamani mtu baba mingi walikuwa ni batasa. Objectif ya huyu mtu kugelea bageni ndio bwana anampromettre hii promesse ya kusema utazaa mtoto kubuse. Mimi mtu anaregrete. Mtu yuko na regrete sana. Wewe utakuwa mtu fulani jamais. Wewe maisha yako, tayarisha maisha yako kumbele huko vitu fulani utapata. Mtu useme, mtu mbele yako na ndio hiyo. Hebu na spirit ya tu. Amen. Ile spirit ya tu ndio hiyo inafanya mtu ya kurudia nyuma. Ni mtu ashina na imani. Parce que imani ndio yeye inekala inapatia mtu nguvu. Pembe mtu anashindwa imani. Depuis milingia, mtoto shiazalaka. Depuis mfana nini? Mtu anashindwa. Baba anamwambia kusema utarudia. Huyu wakati ndio anafanya nini? Parce que bibi yako atafanya nini? Atazaa mtoto. Soma kitabu kingine. Ndiyo. Biko pa bilefu. Meshi tagao. Biko karibu. Genèse chapitre 21. Chapitre 21. De 1 à 3. Na kile ni kifupi. Usilale. Parce que kiko karibu na kwisha. Kama ukilale mimi naongeza tena. Amen. Parce que ni wakati napewa ya kusema neno juu ya mtu wote afanye nini? Asikie ile neno. Haleluya. Mwanzo 21 moja hadi 3. Isaka anazaliwa ni kichwa cha juu. Haleluya. Isaka yule anazaliwa parce que Abraham alifanya nini? Bali mprometera ndio ya kupokelea bageni. Na Mungu anakumbuka ya kusema huyu mtu vile muru na kaka. Ifo mpaka nirudie. Anafanya nini? Bwana akaangalia Sara sawa sawa alivyosema. Bwana akafanyia Sara sawa sawa alivyosema tena. Haleluya. Amen. Mungu anakumbuka mpira Mungu alilagaka Sara. Anaangalia hivyo kwa nini? Nirudie kwa huyu mtoto. Parce que siwezi kusema kitu kisio kutimiza. Parce que Mungu anaangalia na pouvoir na opportunité yoyote. Kama Mungu anasema kitu, ifo paka afanye nini? Akitimize. Yes. Nawe kama una imani kwa Mungu, kama uko na imani, atakuwa na ile opportunity ya kufanya nini? Ya kutimiza vile Mungu alipromettre. Haleluya. Amen. Mungu anakumbuka. Mubili Sara kwa nini? Alitembea na Mungu wake, nikubuzea alimlaga kusema huyu mtu fana wa nini? Ifua pala sana. Mewe bivuga una nayo. Mkondoi. Yeye pasa ya kupokea mkondo una nayo. Na Mungu atakukumbuka na nini? Ipo waanze kuangalia kusema Mungu na mimi atanikumbuka kwa nini? Ndio basi niko karibu ya kuzala mtoto. Amen. Papa ifo Mungu waanze kukumbuka. Amen. Amen. Wakati Mungu anakukumbuka,
unajua kusema effectively nini na kitu. Mfo Mungu ukwe na reference fulani ya kusema Mungu na mimi hatazi kunikumbukia fani. Ni kitu gani Mungu atakukumbuka? Mungu uliingia mjia. Hauyazeka. Mtu anaangalia na mvi kama anafanya tu mvi yoyote, anaangalia effectivement hii mvi shina na tena besoin. Il faut nifanye nini nikomee. Na mtu kukomea sipendi kukomea. Mimi namwambia ule mtoto anarudi kwa mtoto. Huyo mtoto hili promesa utaipata kesho kwa tabu. Amen. Hivyo kuja kusema wakati unatembea, hivyo kuja kila mtu wote kwa nini? Ni kuna mvi. Bana ni promesa kusema kumzee wangu huyu nitazala mtoto. Mtu ana hilo objectif. Mtu mwingine kuingia mkanisa asiwe objectif ya kanisa nini? Objectif ya kanisa ni kusema pale jingani kubujane. Hivyo na mimi nikomee nikazale mtoto. Basi kwa mtoto ndio atakaoona nafsi yote ya ili ya kupotea. Amen. Haleluya. Amen. Na mtu asijue fason yeye afanye nini ya kutembea na wewe. Mungu waka shuka mwalimu. Bwana akaangalia Sara sawa sawa alivyosema. Bwana akafanyia Sara alivyosema. Sara akachukua mimba. Haleluya. Akamzalia Abrahamu mwana. Haleluya. Amen. Mvile Mungu alikumbuka. Mvile vitu vyote. Sara alimfuatia na mke wake na mume wake. Anaangalia effectivement. Huyu mtu a partir ya leo ifo mpaka nirudi. Nitarudi kwa huyo mtu. Basi anajua uzima wangu, anajua nguvu yangu, basi mimi nitimiza. Mjini mimi sema kwa nini nitimize? Amen. Sasa napata mtu. Ukisha yeye pale wewe unapata nini? Utazaa mtoto gani? Utazaa mtoto wa promise? Ubia utazaa mtoto ule ataanza kugombana na watu wengine mebaki wanaanza kukimbia. Mimi kuzaa mtoto ule mtoto utazaa, yeye akuokoa mwanafsi wote ili akupotea dunia nzima. Basi dunia, yiko pesa na ule mtoto utazaa. Dunia yote mzima. Yiko na kuangalia kusema, effectivement huyu mtu vile anagomea. Hivi anakuwa kubuzee. Tu na diantendre ya kusema huyu mtu fora afanye nini? Hazara mtoto. Mais unya amplisi faut kujua yenyewe mtoto zalala ni mtoto gani. Parce que ule mtoto zalala ni mtoto wa promesse. Parce que Mungu vile alikogalaka. Parce que ana hiyo maana ya ule mtoto inachukua mimba. Ndio objectif ya baba malaika. Objectif ya baba malaika. Bariwa kusema mjue wakati tutarudiaka utapataka deja Sarasa afanye nini? Hasa kuchukua mimba yake. Ya kutufika wakati afanye nini? Sara afanye nini? Azadi. Pale Mungu atarudi. Atakumbuka kwa nini? Mama ujue nyimbo awiwe tuko naingia mkanisa mtu ashio kuimba tuko naongea mtu ashio kuomba. Na hiyo franga ndio analeta ana hii makuta ndio yeye itakuokoa. Unaweza kuleta franga, unaweza kupika ngoma, unaweza kupika vitu vyote utafanya nini? Pita. Na hivyo kwa na mtoto ule ataokoa nafsi yote mzima. Ndio kazi ya ule mtoto. Haleluya. Amen. Kazi ya ule mtoto ndio ya kuokoa wale watu wote wana beku kupotea, kuko beku Misri, kuko beku maji. Wewe kazi ya ule mtoto ni ya kwanza kuokoa wale watoto wote. Akipate huyu ni wa kupotea anamoko. Akipate huyu kwa moto anamtosha. Akipate huyu aishina na moto anapacha maji. Mafashi beku makelele analeta maji. Solution inafanya nini? Inaonekana. Ndio kazi ya Abraham pasa kanekana na miti ya kuweka operation ya kuweka bageni. Ifo Abrahamu wetu. Ukwe na miti. Ukwe na chakula. Mkondo ukwe nayo. Wewe kazi yako ni ya kuvuka mpaka bankondo. Mgeni akikutogelea ni kumpatia chakula, unampatia. Basi msusi ya mgeni ni ya kusema pani nini kunaenda, ifanye nipate chakula nifanye nini? Nikule. Njala hii nilikuwa naifanya nini? Imalizike. Mimi kwa chakula fanya nini? Hauna nacho. Hauna nafasi. Na Mungu atakukumbuka kwa nini? Na wewe kazi yako ni ya kufanya nini? Ni ya kufukuza wageni. Kazi yako ni ya kufukuza wageni. Wewe mtoto wa Mungu ni kuitarisha kusema kubuza wangu huku. Wewe mtoto niko nafukuzia. Ule mtazaa atafanya nini? Ule mtoto atakuwa na kazi gani? Ifo kujiuliza. Na mtu mwingine kwa anaangalia kusema tukingane bajeni. Sasa ikingane.
Saa inako. Na ndugu zangu, saa hainako. Wakati mtu wote kingale kuna kimbia, na wewe kimbia. Amen. Wakati watoto ya Israeli kama kutoka Mwegypto, Misri, walikuwa na kile cha hakikisha ya kusema, walikuwa na kupresente. Anatoka, Petro wanatoka na wewe kuna kanyanga. Petro atoshi mgulu na wewe kuna kanyanga. Mbona walikuwa wako kwa watu wa Petro kumbele? Ndio Petro walikuwa nani? Walikuwa na ile Yesu walikuwa nani? Na hii serikali washakuwa kumabeka. Kazi yao ni ya nini? Ni ya kulokota jiwe. Anaweka. Basi hii wakati atasalama mtu atapresente kusema yangu jiwe yo hii. Wewe watakuuliza jiwe yako iko wapi? Hauna nafasi ya kupresente jiwe. Wakati banzako mimi nafukuzia, mewewe uje kwa sababu ya kufukuzia ya kufanya nini? Ya kulokota jiwe. Utapresentaka nini? Ule mtoto ataogopa na bantu je. Maiwa hauna nao. Mai hauna nayo, chakula hauna nacho, vyote hauna navyo. Seke wewe utapresente nini? Ndio kazi ya Sara. Basi kama Abraham alikuwa kusema, effectivement niko na mke. Hivyo na tazama huyu mtoto. Huyu mtoto ndio atafanya nini? Ataokoa nafsi yote. Faut kukuwa na reference ya hii eglise. Hii eglise ni kama reference. Na Mungu anaanza kukumbuka kusema, nitamkumbuka huyu mtoto kwa nini? Mungu mimi nataka kukupigia hapo. Mungu mimi mfaraja utanikumbuka. Mungu atakumbuka huyu mtoto kubezwe na huyu mtoto. Mungu mie ninataka kukusema tu neno langu. Mungu mie langu ni faraja. Mungu mie langu ni conseil. Mungu mie langu ni kusaidiana. Bana watoto wote, bana watu wote wakupotea, mimi naenda kuwaoa. Bana watu wote wako. Mungu na mimi kule mimi wanga nataka mtu moja. Mungu anakumbuka. Effectivement, mimi nataka huyu mtoto. Mungu anakumbuka kusema effectivement, mimi nataka huyu mtoto. Basi waje una kazi ya kufanya nini? Ya kuderajia Mungu usiniache. Basi Mungu alikuwa na kazi ya kupita pita. Na wewe unaangalia kusema kama inaonekana machoni pako. Before nini? Wikala pale kwa mtumishi wako. Na wewe utaderajia kwa Mungu nini? Chakula hauna nacho. Yote hauna nacho. Utaderajia kwa Mungu kunini? Kitabu kinamalizika. Bado mzazi. Shuka mwalimu. Sara akachukua mimba akamzalia Abrahamu mwana katika uzee wake. Kwa wakati ulipowekwa Mungu alivyoambia. Abrahamu akaita jina la mwana wake aliyemzaa kwake Sara Isaka. Haleluya. Wakati mke wake anamzalia ule mtoto, Abrahamu anaangalia kusema huyu mtoto nitapanga jina nani? Ni Isaka. Na mtu anaangalia paka Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Na asiuwe mwana yeye Isaka mwenyewe bado banamtaraka ni promise ile inakala pale. Mungu wa Isaka wa Abrahamu wa Isaka wa Yakobo. Na ulipoza inyamba Isaka anazalikuwa. Isaka atazalikuwa. Je, utampanga jina je? Unaweza kupanga Isaka saka deni. Na ulipoza kangala ndio Isaka mimi nazala. Na unashindwa kupanga wewe Isaka. Na wewe na jina yeye kupanga Isaka. Mefunga kujua kusema huku mzee, ifoni sana mtoto huyu mtoto atapanga jina nani? Isaka. Basi huyu Isaka ni mtoto wa Israeli, ataokoa watu wote wa Israeli na kupotea dunia nzima. Haleluya. Amen. Ifo kuzala Isaka. Ndio kazi ya Abraham. Basi Mungu anamkumbuka. Depuis alianza. Karibu na kufa. Basi wakati inazaraka Sara anakufuaka. Ashibaki yake tena mzima. Basi Sara kama anazaa mtoto, hivyo afanya nini? Akufa. Ashibaki yake tena mzima. Ya kwanza kuangalia huyu mtoto wangu. Hapana. Mimi huyu mtoto ndio atawajenga na kazi na deni ya kufanya nini? Ya kusaidia dunia mzima. Wewe mtoto auye fason ya kumzana. Mimi mgeni wenyewe uko nakuwa na mgeni, auye fason ya kupokelea wenyewe mgeni. Na Mungu atakukumbukaka kunini? Mungu atakukumbuka kwa nini bado? Hamna kuona ile kazi tu ya kupokelea bageni. Bado hivyo kwanza kupokelea bageni mzuri. Basi wakati unapokea bageni mzuri, ule mgeni atakula na promise fulani. Na wewe unaekalaka tasa. Wakati unatoa huko tasa, pokelea mgeni ndio kufanya ni njia ya kuzaa mtoto. Basi ule mtoto utapata ataokoa nafsi mzima.
na Mungu ataanza kukukumbuka. Na wewe kama unaona na reference hapa Mungu atakukumbukia. Utawaki. Utawaja mpaka sie ndio. Sisi tunasemaga papa Jebi anasema ni ndio wenyewe wa kwanza. Na wenyewe mtoto ashina naye. Mvombo vile tunaiba honaka. Tunaona sasa ndio Mungu, meangalia vile vitu vinasa. Angalia vitu wanafanya. Mewe ndio uzao ni mtoto ya kugoma nafsi nyingine. Mewe kuna zala mtoto dia kukimbisha bantu. Basi bana bantu wote pale. Mecho yao yote iko pale ya kuangalia ule mtu pale bantu wote fason iko. Basi muone fason ya ule mtoto hata fason nani ya kuokoa ile manafsi yote nzima. Hana paka kuhubiri. Unaweza kufaradia mwenzako. Mwenzako yuko na magumu una mwasiste. Yo kanisa yetu. Mwenzako yuko na mambo wewe au fason ya kufuata mwenzako. Meolewa ya kuvuka mkondo wewe uko na barani ba mamba. Eske kweli bale bageni utakuwa nabo. Meoni mgeni uko nafugia kwako wewe hauna nafasi yeye ya kukivuka. Yeye nafasi wewe uko unavuka mpaka vitu vya makali. Abrahamu wetu. Watakuita Abrahamu au bia Abrahamu. Basi Abrahamu wakati alishangaa njina ndio kwa roho waka na yeye. Ndio anafika na mlimo ya kuzala ule mtoto. Na wewe depuis njina wewe ashangaa. Haleluya. Amen. Sitaka unyiko karibu na kuishi. Wakati Mungu ndio objective ya Mungu. Objective ya kutuma wana bageni ndio ya kusema Abrahamu afanye nini? Mtoto asalikwe. Kama mtoto anazaliwa, ndio atafanya nini? Ndio ataokoa nafsi yote nzima ya kupotea mu dunia. Ndio kazi ya Abrahamu. Kazi ya Abrahamu ndio vipi? Mtu ashianza kuyua mafaa ya Abrahamu. Abrahamu ndio kazi yake ni ya kuzaa mtoto, basi huyu mtoto kazi yake inafanya nini? Ya kuokoa nafsi yote ya kupotea. Hafashi kwa tupiku nega. Huko ni evangelize bintu kai. Mtu aifua kufuata, mtu anaweza kufuata tangu matendo yako ili wewe na kufamini, wewe unatenda. Mtu anaweza kufuata tangu makosa yako, anataweza kusema hii mtu tilazi mimi naweza kuifuata. Muchi nyingine ya shoma jana. Meko yako muchi pe ni desert. Me bageni pale beko na kuyi. Me bageni ba objective ya wala bageni bote beko naangalia na kusema tutaanza kuchimbia kwa hii miti ndio kwa nini? Ndio kwa tutapata matunzo. Ndio kazi ya Abraham. Mewe depuis ulizeka ka upende kuzeka. Uko napenda paka urudie nyuma. Ubakie paka kijana, ubakie paka jeune, parce que jeune ndio anapenda mvi yote hapa dunia. Parce que jeune anapenda mvi yote hapa dunia. Jeune kumuseri, ni mtoto wa Mungu. Jeune kumu TikTok. Jeune kumu mambo ya kwa chana. Jeune kunapotea vitu vya chana. Jeune kunapotea vitu vya show. Havina importance kwa Mungu. Basi kuni kijana sasa kingana na vio yote. Mimi nakwambia kusema wewe koma ya fio kunguzia basi kunguzia ndio kutazana kwa yule mtoto. Amen. Tuseme Hebreu chapitre 11 verset 11. Naona watu wanaanza kuchoka. Msichoke, tuko karibu na kuishi. Ndipo wanzi kuyua kusema utazala mtoto ule mtoto utazala mtoto gani? Basi ule mtoto atafanya nini? Ataokoa nafsi yote. Abrahamu wetu. Ufo kuyua fason ya kupokelea bageni. Wakati utapokelea mgeni, kama unapokelea mgeni mzuri, utangana na fason ya kufanya nini? Ya Mungu ataanza kukukumbuka. Hivyo Mungu ataanza kukukumbuka Papa Grace. Mungu ataanza kukukumbuka. Amen. Mungu akukumbuke na wewe. Watu kukumbusha watu kuweka Mungu makelele. Mungu na mimi kufanya kitu fulani. Ndio na Mungu na yeye kufanya nini kukumbuka kusema nitarudi. Msema atarudi yako. Kuko watu wengine Mungu anaweza kumtokelea pale hivi atia wao kusema huyu ndio Mungu. Siku nitarudi. Pale popo narudi yaka Mungu. Wakati Yesu yuko narudi. Wakati mwingine yuko narudi. Unagalaka je? Kama mchiloko Mungu mtu anapotea. Mimi huyu ya kusema huyu ndio Mungu analalaka bila kusemaka. Mtu anafanya nini? Mtu anapotea mbele kwa machoni ya Mungu. Mimi siwa kusema huyu ndio Mungu. Kati wazi kiloko, amini bachia kanisa yao. Hai kanisa yabo. Hata kanisa ni kanisa gani? Wewe unafuata Mungu, wewe unafuata Mungu.
Zamani wakati alipotaka kumuti. Asikuja yake kumuti alifuatana nani? Alikuwa na msaidia afuatana nipande kumuti ndio nifanye nini? Nione Yesu. Mewe huko natafuta pa uangalia pako ile muti. Soma mwalimu. Tutasoma kitabu cha Ibrania 11 mstari wa 11. Imani ni alama kubwa ya watakatifu ni kichwa cha juu. Anasema imani ni alama kubwa. Imani ni alama kubwa papa ya watakatifu. Ya watakatifu wote. Ndio alama kubwa ya mtakatifu wote. Mtu fuko alikuwa na imani. Anakuambia kitu kitafanyika njio. Wewe utazala mtoto njio. Wewe utafanya kazi ya Mungu njio. Uko na ile msita kusema mimi naingia hivi kubuze wangu. Hivyo nifanye kazi ya Mungu. Hivyo uko na ile imani ya kusema Mungu atakumbuka hata imani yako. Na wewe una na imani Mungu atakumbuka kwa nini? Parce que imani ndio reference ya vitu vyote. Unaweza kuwa na kitu mais avec la foi tout est possible. Acha à celui qui croit. Alléluia. Amina. Il faut kutumania Mungu. Hana kutumania mtu. Na mtu mwingine yeye unatumania mtu. Ule ya kuweka njirasi Mungu wake. Ya kusema Mungu ni washe wote. Wokovu ni ya wewe pekee. Hani ya kusema hivi tunaingia wokovu ni ya jibo hapa hapana. Ni kila mtu wote kunaweza kuchakuliwa mkiri musasi yake. Ni kila mtu wote vile kwa sababu anafuata Mungu wake. Basi na apenda kwa mtu atapata kile kitu unataka. Njoo na Mungu anafanya nini? Atakukumbuka. Sio kwa mwalimu. 11 unena. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kupata mimba. Haleluya. Ndio kwa imani yake Sara alifanya nini? Anafika muniko ya kupata nini? Ya kupata mimba. Ni kwa imani. Mwebrania ni imani. Israelite ni imani. Maana kuambia nje ya Filistini ushende, ifo kuambia wewe yeye ya desert mpaka nitimize. Imani pa. Na Mungu mtu anataka kwanza nje ya desert mimi napenda wa Filistini. Ushinde kwa imani. Bana kwambia utazala mtoto. Mimi huyu kukuzee. Mzee hata wewe. Wewe unawaambia utazala mtoto. Kisha bana. Wewe unacheka, wewe unajitute. Esprit de doute. C'est un esprit d'envoûtement. Esprit ya doute. Mtu shida objectif fulani sasa mwakwe. Wewe unajitutea mwenyewe sema mtu wa Mungu. Wewe unajitutea nini? C'est parce que autimize maneno yeye ambayo Mungu anakuagiza. Il faut avoir la foi. Ndio wakati Sara anafanya nini? Anachukua mimba, anazala mtoto. Basi kwa kazi ya yule mtoto ni ya kwa manafsi yote mwili ya Yesu Kristo. Amen. Amen.